Ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Japani kupitia shirika la maendeleo la kimataifa la Japani JICA umefungua ukurasa mpya wa maendeleo katika sekta ya kilimo kufuatia kutolewa kwa mkopo wa masharti nafuu wenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 3.5 za Kitanzania kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB. Fedha hizo zinatolewa kupitia Wizara ya Fedha chini ya mradi wa two-step loan unaotekelezwa kwa ushirikiano na shirika la maendeleo la kimataifa la Japani JICA, ambapo lengo la mradi ni kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa sekta ya kilimo kwa kuwawezesha wakulima binafsi, vikundi vya wakulima pamoja na wakulima wadogo na wakati kupata mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kuwekeza na kuongeza uzalishaji wa kilimo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba, afisa biashara kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo upande wa usimamizi wa miradi ya benki Elias Misana amesema mradi huo utajikita katika mazao matano ya kimkakati ambayo ni mahindi, mpunga, ngano, alizeti na mazao ya bustani. Mradi huu unalenga mazao matano muhimu ikiwemo mahindi, mpunga, alizeti, mazao ya bustani kama mboga na matunda. Kwa hiyo kama nilivyosema, tutafocus katika mazao matano. Fedha hizi zitatolewa kwa masharti nafuu ili kusaidia uwekezaji katika mitambo ya kilimo, manake mashine za kilimo, umwagiliaji, maghala, katika wale ambao wanafanya uhifadhi wa mazao baada ya mavuno, lakini pia katika wale watu wote ambao wanafanya katika sekta za uongezaji wa thamani wa zao la kilimo. Kama inavyofahamika, TADB tunatoa fedha katika mnyororo mzima wa thamani, maanake kuanzia kwenye inputs, maanake pembejeo mpaka kwa mlaji wa mwisho. Kwa kama upo katikati katika hiyo chain nzima, unaweza kuwa finance kupitia benki yetu. Jinsi mkopo huu unavyotolewa, mkopo wa TSL au kutoka benki ya JICA unatolewa katika njia mbili. Mkopo huu tunatoa moja kwa moja kwa wakulima, lakini pia pili, benki ya TADB inashirikiana na taasisi nyingine za kifedha. Kwa upande wake, mratibu mkuu wa shirika la maendeleo la kimataifa la Japani JICA Veronica Barua amesema mradi wa two-step loan na matokeo ya ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Japani unalenga kuwawezesha wakulima wadogo na wakati kupata mitaji ya uwekezaji, hususan wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikumbwa na changamoto za upatikanaji wa mikopo kutoka taasisi za kifedha. Aidha, mradi huo ulianza kutekelezwa rasmi mwezi Juni mwaka 2025 na unatarajiwa kuendelea hadi mwaka 2029 kupitia matawi ya TADB na benki ya ushirika kote nchini. Two-step loan ni mradi ambao ni mashirikiano baina ya serikali ya Tanzania na serikali ya Japan, ambao ni mkopo unaowezesha umelenga kuwawezesha wakulima wadogo na wakati. Na utajiuliza kwa nini two-step loan? Two-step loan ni mradi ambao umeweza kutoa shida ya wakulima ambao tatizo lao kubwa tunasema wanakosa mitaji. Kwa baada ya kuona hilo tatizo kwa hapa Tanzania, tukaleta huu mradi ili kuondokana na hili tatizo kwa wakulima wetu wadogo na wakati. Wanaweza kukopa kwa riba nafuu, lakini pia kwa muda mrefu ukilinganisha na mikopo mingine. Hivyo ndivyo ambavyo wakulima wetu wanaweza kufaidika, na tunawahamasisha sana waweze kufika TADB na waweze kufanikiwa kuweza kukopa na kujikidhi kwenye kuendeleza kilimo, ili watoke kwenye kilimo cha mazoea waingie kwenye kilimo cha biashara.